Habari ya usiku huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars kimeendelea na mazoezi leo jioni katika viwanja vya Gymkhana hapa Dar es Salaam kujiandaa na mchezo wa kimataifa wa kirafiki wa kalenda ya FIFA dhidi ya Kuwait utakaochezwa Novemba 15 nchini Misri. Mechi hiyo ya kirafiki ni sehemu ya maandalizi kuelekea fainali za Kombe la Mataifa Afrika yani AFCON mwaka 2025 zitakazochezwa mwezi Disemba mwaka huu nchini Morocco. Kaimu kocha mkuu wa Taifa Stars Miguel Gamondi na mchezaji Shomari Salum Kapombe wamezungumza baada ya mazoezi ya jioni ya leo. We are okay, we are happy. We starting yesterday with some player. Today is coming another player and the player from abroad. Tuko sawa. Tuko vizuri. Jana tulianza na wachezaji wachache na leo wameongezeka wengine. Wachezaji wengine kutoka nje ya Tanzania tutaungana nao siku ya kesho. Unajua mwanzo huwa mgumu kwenye mazoezi, kutengeneza muunganiko na hata katika kuiandaa timu kwa ujumla wake. Lakini tumepata ukaribisho mzuri kwa wachezaji. Tumefurahia na tunajivunia kupata nafasi hii ya kuinua timu hii. Hata mimi nimefurahia kupata nafasi hii ya kuwa kocha mkuu wa taifa hili. Na unajua hisia zangu kwa Tanzania ni kubwa mno. Tutapambana kuhakikisha taifa linafanya vizuri na tutafikisha ujumbe huu kwa kila mmoja wetu. Kitu muhimu sana kwangu kwenye mchezo huu wa kirafiki sio kwa ajili ya kupata matokeo, bali ni kwa ajili ya kutengeneza timu na kuwaleta pamoja wachezaji wetu. Nafahamu wachezaji wengi wa taifa hili na watambua na nimewaona hata ambao wapo nje ya nchi. Pia nimekuwa nikiwafuatilia. Nasema kwangu mimi hivi sasa timu ya taifa ndio jambo muhimu, na kwa bahati nzuri ni kwamba tunao nafasi kwa benchi la ufundi kuchagua wachezaji kokote ikiwa tu ni wa taifa hili. Hivyo natumai tutaitumia nafasi hiyo kuhakikisha tunafikia kwenye malengo mazuri ya kuendeleza Tanzania. Get this game model, get the methodology of training and give everything for the jersey and for defending the flag of Tanzania. Tunaendelea na maandalizi katika siku ya leo. Tumeingia kambini kujiandaa na mchezo wa kirafiki uliokuwa mbele yetu. Na imani utakuwa ni mchezo mzuri na utakuwa ni mchezo wenye maandalizi mazuri kuelekea katika mashindano ya AFCON. Na sasa hivi kama unavyoona tuna benchi jipya la ufundi, nadhani linaendelea kututengeneza na kutengeneza vitu vyake ambavyo inahitaji kuelekea katika mchezo huu. Na imani sisi kama wachezaji tuko tayari kupokea kile ambacho mwalimu anatuelekeza kwenda kukifanya katika mchezo huu wa kirafiki na vile vile mafunzo ambayo yanaendelea ili kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Tuko tayari na nadhani njia ambayo tunaitumia inaanzia katika mchezo huu ambao tunakwenda kucheza. Kwa hiyo sisi tuko tayari na imani kwamba mbeleni baada ya hii mechi kutakuwa na maandalizi mazuri na makubwa zaidi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari kwa kila kitu ambacho kilichokuwa kiko mbele, kwa sababu tuna malengo ambayo tumejiwekea katika AFCON ya msimu huu. Hapana, mabadiliko hayawezi kutuletea changamoto yoyote zaidi, kwamba changamoto itakayokuja kwetu sisi wachezaji kufanya vizuri, kwa sababu tuna benchi jipya la ufundi. Kwa hiyo tunahitaji kujifunza zaidi ili kuweza kufanya vizuri. Sisi kama wachezaji tumeshacheza AFCON zilizopita na zote zilizopita tumechukua kama AFCON za kujifunza, na imani sasa ni wakati mzuri kama sisi Tanzania kwenda kushindana. Tumeona grupu letu jinsi lilivyo, na imani hata mwalimu pia ameliangalia, na ndio maana nimetangulia kusema kwamba baada ya mchezo huu tutakuwa na maandalizi na nadhani itakuwa maandalizi mazuri zaidi kwenda kushindana katika AFCON. Wakati huo wachambuzi wa soka wametoa mtazamo wao kuhusiana na maandalizi ya Taifa Stars kuelekea AFCON 2025, ikiwa ni pamoja na ujio wa kaimu kocha mkuu Miguel Gamondi. Kuelekea kwenye AFCON inayokuja, kwa nini wamempa timu mwalimu mapema? Kwanza ni kuangalia aina gani ya wachezaji ambao watamfaa kuelekea kwenye hiyo AFCON. Lakini kumbuka kuna wachezaji ambao tumekuwa tukiwazoea kuwashuhudia mara kwa mara. Inawezekana mwalimu akawa na machaguo pia kuwapa nafasi vijana wengine ambao wanachipukia kwa sasa kwenye mpira na wanafanya vizuri. And then kwa kitu kizuri zaidi kwa Gamondi, anafahamu wachezaji wengi hapa Tanzania. Amefanya kazi Young Africans, sasa hivi yupo na Singida Black Stars. Lakini kwa kocha kama Hamad Ali
yeye ana uzoefu mkubwa zaidi kwa sababu ameanza kufanya kazi muda mrefu na wachezaji wa Kitanzania na especially kwenye vilabu tofauti tofauti. Kwa nafikiri uwepo wao pamoja, kwanza watakuwa wanajua namna gani ya kwa profile wachezaji sahihi kuendana na mipango yao, lakini jambo la pili kuandaa program sahihi ili kuisaidia timu ama kuisaidia timu kuimarika na kwa namna gani tunapata kile kikosi imara ambacho kitakuwa na form nzuri, kitakuwa kuna uwezo wa kupata matokeo ili kutusaidia kwenye AFCON, kuangalia namna gani AFCON inayofuata tunaweza tukakusanya alama za kutosha na kufanya vizuri zaidi. Naamini mwanzo watatuonesha kwa sababu ya akili zao. Ni makocha wazuri, sababu kuna Gamondi, kuna Ahmed Ali, ni makocha wazuri sana. Timu zao tunazoona zinavyocheza na ushindani, lakini sasa mafanikio ya taifa binafsi yanaangalia nini, yani mmewekeza nini, mmepanda nini. Kwa mzuri, la sivyo mtu atatumia tu akili yake muda mfupi, baada hapo ikichoka akili, sasa mfumo nini unamsaidia? Ndio tunabudi kule tu tutalaumu fulani hajaitwa, angekupo fulani, angekupo nani, lakini mwisho siku kumbe sisi wenyewe ndio tuna matatizo, afataki kuamini kama ni matatizo. Tunaona kama ni jambo ambalo linawezekana kwa njia hiyo tunayekwenda, kitu ambacho hakiwezekani. Tutabahatisha tu. Turudi tuangalie makosa yako wapi. Muda bado upo sana. Sasa hivi uzuri kwamba hatukuchelewa. Tena tupo nyakati ambazo tunaweza tukatengeneza na jambo likafanikiwa. Kwa upande wangu siwezi kusema naiona mbali kiasi gani, lakini naamini tunaweza kufanya kitu tofauti na makala zingine ambazo zimewahi kupita na tumepata nafasi ya kushiriki. 2019 kama utakumbuka hatukufanya vizuri. 2021 hatukupata nafasi ya kushiriki kabisa. 23 Cote d'Ivoire pia hatukufanya vizuri. Kwa hiyo naamini kikubwa ni sisi kuangalia ni nini kilikuwa kinatukwamisha huko nyuma na ni nini ambacho tunatakiwa kukifanya. Lakini mimi napenda kuambia watu kitu kimoja. Pia AFCON ya mwaka huu iwe ni sehemu ya sisi kutengeneza kitu ambacho tutakuja kukitumia 2027 ambao sisi tutakuwa ni wenyeji wa mashindano. Kwenye hiki ambacho tumekipitia huku nyuma, iwe ni darasa, ni nini ambacho tulikuwa tunakihitaji. Angalau tukiwa na ile progress, tumetoka kwenye kutokushinda mchezo hata mmoja, angalau tuweze kushinda hata mchezo mmoja. Na tunajua mpaka 2027 kutakuwa kuna mechi nyingi za kirafiki hapa katikati, kuna mashindano tofauti tofauti watu watashiriki, na pia mwalimu tuliye naye anaweza akatuongezea baadhi ya vitu vya kutufikisha kwenye mafanikio, kwa sababu sio mwalimu wa kudumu, ni kwa ajili ya michuano tu ya AFCON. Kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye namna ya kuitengeneza timu yetu ya taifa kuwa bora, na hili linaanzia kwenye vilabu, kwa sababu national team haimiliki mchezaji, ni wachezaji wanaotoka kwenye vilabu. Kwa hiyo ni jukumu kubwa la vilabu pia kuhakikisha wachezaji ambao ni wazao wanapata game time ya kutosha, na pia wanatengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya vijana ambao 2027 wengi wao ndio tutaenda kuwatumia. Sitegemei kumuona Mbwana Samata huyu ambaye tuko naye leo 2027 atakuwa na energy, Simon Msuva atakuwa na energy, mtu kama Zimbwe atakuwa na hiyo energy, mtu kama Shomari Kapombe ana hiyo energy. Kwa hiyo tunabidi tutengeneze watu wengine ambao watakuwa na experience kwenye mashindano makubwa. Na mashabiki wa soka wameonyesha kuwa na imani kubwa na kaimu kocha mkuu wa Taifa Stars Miguel Gamondi kuelekea AFCON 2025 nchini Morocco. For me naamini kabisa kuelekea kwenye mechi ya kirafiki, kwa sababu ya muda ulikuwa ni mchache. Naamini kabisa hatakwenda na rhythm tofauti sana na walimu waliopita. Lakini from there ana uwezo sasa kuanza kuwa mainoti team vizuri na kuweza kuingiza vitu vyake, strategic zake kuelekea kwenye AFCON. Wenyeji wake kwenye ligi yetu ya Tanzania, unaweza ukamsaidia lolote kuweza kujenga timu iliyo bora ya Taifa Stars? Yeah, obvious, kwa sababu alichokifanya pia amejaribu kuchukua na baadhi ya wachezaji ambao wako nje ya nchi na amemix na wakwetu wa ligi yetu ya Tanzania. Na kama unavyofahamu ligi ya Tanzania sasa hivi ni ligi bora, ni ligi kubwa. Kwa selection ya players ambao amechukua ile cream na wengine alio mix toka nje, naamini kabisa kwa ubora wake kama Gamondi, na amekuwa amefundisha vilabu vikubwa sasa hivi na vimekuwa vinafanya vizuri. Tunaamini kabisa kwa ubora huo anaweza kutengeneza kitu kizuri ambacho kinaweza kaipa positive result Tanzania. Kimsingi niendelee kumuomba mwalimu Gamondi bado aendelee kuwa na jicho pana sana la vijana hawa, kwa sababu msingi mzuri wa timu wa taifa ni vijana kuwatengeneza ambao baadaye wanakwenda kulitetea taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna kijana mmoja nilikuwa namwangalia anaitwa Jabiri Mpanda, nafikiri kitu kama hivi, ni kijana wa Kitanzania ambaye sasa hivi nafikiri yuko kule yuko Barcelona kule, anafanya vizuri. Kwa hiyo kimsingi mwalimu ajaribu kuangalia kuna namna ambavyo anatengeneza misingi iliyokuwa bora ili kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri 2025 2027. Timu tunayo, na ukiangalia tumeamua kumleta wa Tanzania kocha Gamondi akishirikiana na kocha wa JKT Amadi.
Kwa mimi, kwa mtazamo wangu, nikiangalia timu yetu ya taifa na kadri siku zinavyokwenda sasa hivi mashabiki tunazidi kuipenda. Na hii imechagiza, imependezeshwa na jinsi mpira wetu jinsi ulivyotengenezwa. Sasa hivi unavutia kweli, na ukiangalia na viwango vya wachezaji, tuna wachezaji wadogo wenye umri mdogo wanajituma, wanajipambanua, na ukiangalia tuna kama goalkeeper ambaye alikotokea kule ni JKT Yakubu, unaona uwezo wake wa hali ya juu. Amebahatika amechukuliwa na timu kubwa moja hapo ambayo ndio timu yangu mimi. Kwa kama mimi sina wasiwasi na yote, naona tunakwenda kufanya vizuri pasi na shaka aina yote. Na tuanze sasa kuangazia kiufundi, tutakuwa na maandalizi ya aina gani kama taifa kuelekea AFCON. Sasa kikosi kikiwa kimeingia kambini. Muda ulizungumza na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Nkini kuweza kusikia kutoka kwake. Karibu sana. Uko vizuri? Hatimaye kikosi kimeendelea na mazoezi ikiwa ni siku ya pili mara baada ya kuanza rasmi hapo jana, lakini tumesikia kile ambacho mwalimu amekizungumza. Kwanza ni kuendelea kuona nyota wepi ambao wanaweza wakaipambania bendera ya Tanzania, si ndani mpaka nje ya Tanzania. Kuna nini naongeza kuelekea AFCON? Nafikiri ni kitu kikubwa kwa sababu unapoelekea kwenye mashindano makubwa, hii ndio mechi ya mwisho ya kujipima nguvu. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ni sehemu yake ya kutazama. Anaweza akapata mechi zingine hapo mbele, lakini haziwezi zikawa kwenye grade hii hapa. Hii ni ya kwanza kwake akiwa kocha wa timu ya taifa, lakini anakwenda pia kuangalia wachezaji wengine ambao hajawahi kuwa nao. Kuna wachache atakuwa labda wale ambao walikuwa Yanga alikuwa nao, kuna wale ambao wameitwa kutoka Singida alikuwa nao, lakini kwa hao wengine anaenda kuona viwango vyao wakiwa kwenye timu ya taifa. Ni sehemu ambayo kila mchezaji anatakiwa kumuonesha mwalimu kwamba ana nini. Yaani kwa nini ameitwa kwenye kikosi. Haijalishi anatoka nje au anatoka ndani ya nchi. Sababu sasa hivi ukitazama sisi ligi yetu ni moja kati ya ligi bora, na nafikiri kwenye uchaguzi wa mwalimu atakuwa amefanya chaguo bora. Ndio maana hakuna malalamiko mengi sana huko kwenye mitandao au sehemu zingine kwamba fulani ameachwa au nani alitakiwa kuitwa na fulani hakuitwa. Kwa hiyo kikubwa nafikiri ni wachezaji nao kumuonesha mwalimu kwamba kuna kitu wanacho, wanaweza kwenda kukionyesha ili apate squad nzuri ya kwenda nayo kwenye AFCON. Basi nashaka hii pengine ni nafasi ya pekee sana kwa sababu muda uliobaki ni mchache. Tuko mwezi wa 11, AFCON mwezi wa 12. Hebu tutazame kundi lilivyo na kile ambacho kinaendelea hivi sasa kama maandalizi ya Stars kuelekea kwenye michuano hii ya AFCON. Watakuwa kundi C kama ambavyo tunafahamu. Sasa je, kundi linaonekana vipi na maandalizi yanakisi nini? Kundi la Nigeria, Tanzania, Tunisia na Uganda. Sio, ukilitazama kwenye hivi sio kundi rahisi. Sababu kwenye makaratasi hao wote sisi wametuzidi. Uganda ametuzidi kwenye viwango vya FIFA, Tunisia ametuzidi, Nigeria pia ametuzidi. Watamu hapo. Lakini ukiwatazama kwa ujumla sasa ya kwamba kwenye kile ambacho tunaenda kuachieve kwenye mashindano. Hawa Nigeria kwenye AFCON ya kwanza kabisa ya mwaka 80 tulikutana naye, akatufunga goli 3-1. Lakini hapa katikati tumeshapita kwenye prosesi kubwa zaidi kwa sababu hii ni mara yetu ya 4 tunaenda kwenye AFCON. Na tunapokwenda kwenye AFCON sasa hivi hatuendi tena kusema tunaenda kujifunza. Tunakwenda kwenye AFCON ambayo tumeenda back to back. Tushamaliza hii hapa, ina maana ya 2027 tayari ipo mkononi kwetu. Kwa hiyo hii hapa ndio ya kwenda kuonesha ya kwamba ni kitu gani tunacho. Kwenye mashindano yote ambayo tumeshiriki sisi. Ukitazama hizo mechi jinsi zilivyo. Kwenye mashindano yote ya AFCON ambayo sisi tumeshiriki tumeruhusu magoli 18 kuanzia mwaka 1980. Lakini tumefunga mabao 6 tu kwenye hizo mechi zote. Tumekusanya pointi 2 kwenye tournament iliyopita ambazo ndo zilikuwa nyingi zaidi kwetu sisi kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa tunatakiwa tukifanye kuelekea kwenye hizi ambazo zinakuja. Tuvute pumzi kidogo, tutarejea huli mshike, endelea kwa nasi, usiondoke. Shaka tumeweza kupata break kidogo walau kuvuta pumzi, tuendelee. Ulikuwa unazungumza jambo Nkini kuhusiana na mafanikio ambayo Stars imepata. Alama kubwa ni 2 na mara zote mafanikio makubwa ni group stage pekee. Kwa kundi ulivyoliona lile mwaka huu nini unaona? Nafikiri sisi tumeendelea kukua zaidi. Kifuatilia kile ambacho tumekifanya kwenye mashindano ya hivi karibuni. Ndio maana nikakwambia AFCON iliyopita sisi tulikusanya pointi 2 ambazo huko nyuma tulikuwa hatujawahi kufanya hivyo. Na ukikumbuka mechi ambayo ilituzuia sisi kwenda hatua inayofuata ni mechi dhidi ya Zambia ambayo tuliruhusu goli dakika za mwisho wakati timu ilikuwa inaongoza kwa muda mrefu. Kwa nafikiri kikubwa sisi ni kushikilia hapo, lakini kwa wachezaji nao waelewe ya kwamba hii ni timu yao ya taifa. Kile ambacho tulikifanya kwenye CHAN, nafikiri kuna kitu tunatakiwa tuongeze zaidi ya pale, ambapo naamini huko tunaweza kufanya vizuri zaidi. Hizi timu zote ukiziangalia, Nigeria, Tunisia pamoja na Uganda tulishapata nafasi ya kwenda AFCON tukiwa tumekutana nao kwa wafunga na kwenda kwenye AFCON. Kwa hiyo kikubwa ambacho sisi tunatakiwa tukifanye ni kuamini ya kwamba kila kitu kinawezekana. Yaani kwenye mashindano
ukiwa kwenye mashindano kila kitu kinawezekana, kwa sababu haya ni mashindano makubwa ambayo kila mchezaji sasa hapa anakwenda kuonesha kile ambacho anacho na kile ambacho amekabidhiwa na mwalimu. Ukicheza mechi dhidi ya Nigeria ni mechi ambayo inatazamwa duniani kote. Kwa kila mmoja atakuwa anataka kuona ya kwamba Tanzania wana kitu gani cha tofauti. Tunisia, Uganda hivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye mashindano unachotakiwa kufanya ni kuamini ya kwamba unaweza kushinda kwa sababu umeshafanikiwa kufuzu. Hauwezi kucheza na Nigeria kama haujafuzu kwenye mashindano makubwa namna hii. Na hata ukitoka kwa Nigeria kama ukienda hatua inayofuata uamini ya kwamba utakutana na timu nyingine ambao ni bora zaidi. Okay, sawa. Sasa tuangalie maoni na kile ambacho tumeuliza mitandaoni kwa watazamaji wetu ambao tumetuandikia kupitia Facebook na Instagram. Swali lilikuwa linauliza nini? Swali lilikuwa linauliza ama natamani kufahamu kusikia kutoka kwako. Taifa Stars imeshiriki AFCON mara 3. 1980, 2019, 2023 bila kupata ushindi wowote. Safari hii ifanye nini ili kufikia malengo yake? Swali limuuliza hivyo, tuangalie kile ambacho umetuandikia kupitia maoni yako. Na sasa ni Instagram Azam TV Sports, anaitwa Victor Mselabuye. Anasema Geita Gold City. Mimi naona serikali iweke utaratibu wa kumlipa mchezaji mmoja ili wapate morali ya kujitoa zaidi na kufunga magoli. Ni maoni yake. Lakini Hadija yeye anasema ni kujiamini na kucheza kama wazoefu wa mashindano haya ili tufike angalau hatua ya robo finali nikiwa katika kijiji cha Mgambazi. Haya, shukrani sana. Halid Abubakari anasema maandalizi sahihi pamoja na wachezaji wenye kujituma zaidi kwenye mashindano makubwa. Kipaji bila juhudi ufiki popote. Ni maoni yake hayo kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Tuangalie Facebook sasa. Huyu anaitwa Hussein Idi anasema tatizo hatuna kikosi cha kwanza. Kila siku timu inabadilishwa. Mchezaji akicheza vibaya kwenye klabu yake haitwi timu ya taifa. Siku nyingine huyo akiperform vizuri anaitwa tena. Ni lazima tuwe na timu inayoeleweka, sio kila siku kikosi kinabadilishwa. Ni maoni yake. Lakini Stanislaus Joseph anasema kufanya vizuri kimataifa sio jambo la kulala na kuamka alafu unaamua kufanya vizuri, ila linahitaji maandalizi ya mapema kama vile kuwa na academy na kuwa na ubia na ushirikiano na mataifa yaliyoendelea kimichezo ili kujifunza zaidi. Lakini Emmanuel Mtinya anasema Taifa Stars inahitaji mipango endelevu ya maandalizi. Michezo ya kirafiki ni kiwango cha juu, anasema, pamoja na uteuzi wa kikosi chenye uwiano na uzoefu na vipaji vipya ili kuongeza ushindani na mafanikio AFCON. Ni maoni ya wadau mbalimbali ambao wameandika kuhusiana na swali hilo kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Una mtazamo tofauti, hakuna chochote umeangamua? Ukitazama mashabiki wengi wanataka maandalizi bora ya timu yao, lakini ukiwaona kuna ambao wamesema wanazungumzia kwa ajili ya kikosi kijacho, wanataka kuwe na academy, lakini pia waongeze wachezaji vijana, kitu ambacho ndio kitu bora zaidi kwenye timu ya taifa. Sababu yule aliyepo leo hawezi kucheza siku zote, kuna siku atachoka, kuna siku atakuwa na majeruhi na nini. Kwa hiyo nafikiri kuna watu ambao wameonyesha wana mtazamo mzuri kwenye timu ya taifa, ambacho ndio kitu kizuri zaidi. Lakini ukitazama hapo unaona ya kwamba maboresho ya timu ya taifa ni lazima yafanyike kila siku. Huwezi kubaki na wachezaji wale. Shukrani sana Kini. Tupata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na mjadala wa maandalizi ya Stars kuelekea AFCON ambapo watakuwa na mchezo wa kirafiki ambao watacheza kule Misri. Wakati huu ligi kuu ya NBC ikiwa imesimama kupisha kalenda ya FIFA, bodi ya ligi Tanzania imetoa tathmini yake kuhusu mizunguko 6 iliyochezwa mpaka sasa, huku pia ikiangazia mafanikio pamoja na changamoto za kufanyia kazi kabla ya ligi hiyo kurejea Novemba 21 mwaka huu. Huyu hapa ni afisa habari wa shirikisho wa bodi ya ligi Tanzania, Karim Boimanda, akizungumza na mshike hii leo. Kwanza tumeshuhudia ushindani wa hali ya juu. Hili sio jambo ambalo nikilizungumza linahitaji kutolea mifano, kwa sababu liko wazi. Kila mmoja anashuhudia michezo ya ligi viwanjani, anaona namna ambavyo klabu zetu zinashindana kupata alama kwenye viwanja vya ligi kuu ya NBC. Ushindani ni mkubwa sana, wa kiwango ambacho hatukukitarajia. Lakini pia ushindani uzuri wake umeambatana na burudani, kwamba si tu watu wanashindana, lakini wale watazamaji ambao wanakwenda viwanjani kushuhudia michezo ya ligi ya 4 kwa ubora barani Afrika, ligi kuu ya NBC, wanapata burudani nzuri. Klabu zetu zimefanya usajili bora, zimesajili wachezaji bora kutoka ndani na nje ya nchi, zimeajiri maafisa bora wa ufundi wakiwemo makocha ambao wamesababisha tuone burudani, tupate ushindani wa kiwango cha juu viwanjani. Kwa hiyo moja kati ya mambo mazuri kabisa ambayo tumeyashuhudia ni level ya juu kabisa ya ushindani viwanjani na burudani pia. Lakini tunaona pia kwamba viwanja ambavyo vinatumika kwa michezo ya ligi vimeendelea kuwa bora.
na pale unapotokea uwanja umepoteza sifa, basi bila ajizi haraka sana tumekuwa tukiuondoa kwenye orodha ili wadau wa ligi kuu ya NBC waendelee kushuhudia michezo ya hii ligi bora katika viwanja bora pia. Kwa hiyo hilo ni katika eneo lingine, lakini eneo lingine ambalo tunaamini tumefanya vizuri zaidi ni eneo la usimamizi na uendeshaji. Ni Karim Bemana, afisa habari wa bodi ya ligi Tanzania, akitoa maoni yake kuhusiana na mtazamo wa ambao wameufanya baada ya round takriban 6 ambazo zimepigwa mpaka sasa. Bwana, hizi ndizo mechi ambazo zitafuata baada ya mapumziko ya FIFA sasa na kurejea moja kwa moja. Zitakuwa live kwenye kisimbuzi cha Azam. KMC ambao hivi sasa wamepoteza mechi 5 mfululizo kwenye ligi kuu NBC. Novemba 21 mwaka 2025 watarejea mzigoni dhidi ya JKT Tanzania. Wana kibarua kizito kweli kweli, watakuwa nyumbani KMC Complex Namungo. Wao Novemba 21 mwaka huu dhidi ya Dodoma Jiji watakuwa nyumbani, lakini TRA United kutoka kule Tabora wao watakuwa mzigoni Novemba 22 dhidi ya Tanzania Prisons. Wakati wa Mashujaa kutoka Lake Tanganyika Kigoma Novemba 22 hiyo mwaka 2025 wao watakuwa mzigoni dhidi ya Mbeya City. Pamba Jiji Novemba 23 mwaka 2025 wao watakuwa mzigoni dhidi ya Fountain Gate. Ni miongoni mwa mechi ambazo utazishuhudia pia kwenye kisimbuzi chako cha Azam. Kwa hivyo wakati wa mapumziko haya endelea kujiandaa kufurahia burudani hizo za michezo mikubwa ambayo utashuhudia kupitia kisimbuzi cha Azam. Tuendelee kuangazia mengine tulionao mezani hii leo. Miongoni mwa wachezaji wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba wanaong'ara kwa sasa na kuwa na kivutio ama kuwa kivutio kikubwa kwa mashabiki wa timu hiyo ni kiungo mshambuliaji Morris Abraham. Kutokana na mwendelezo wa kiwango chake bora, sasa mshambuliaji huyu wa zamani wa klabu ya Simba, mshambuliaji wa zamani wa klabu ya Simba Madaraka Selemani ama mzee wa Kiminyiwa amemsifu Morris huku akimpa ushauri wa kuzingatia katika maisha yake ya soka, hususan kipindi hiki ambacho anakubalika na benchi la ufundi pamoja na mashabiki. Mimi nasema ni mchezaji mzawa nyumbani, bado kijana mdogo, lakini ana uzoefu kiasi fulani kwa sababu alicheza nje akarudi hapa nyumbani, na kocha Pabu mwenyewe ndo alimuona akampendekeza Simba wamchukue, lakini bahati mbaya kidogo kocha mwenyewe Pabu alimuona alimpendekeza Simba wamchukue ameondoka, lakini hata huyo kocha alikopo hivi sasa anajaribu kumtumia na kweli anaonyesha kiwango vizuri na mchezaji mzuri ambaye anacheza position nyingi sana katika mpira. Kwa hiyo ana faida kiasi fulani, anacheza kuanzia namba 7, 8 na 9 na 10 na 11. Kwa hiyo mchezaji kama huyo ni mchezaji mzuri kwa mwalimu. Tunaita mchezaji kama kiraka. Sehemu yote mchezaji anayecheza namba nyingi katika mpira kupata nafasi na kwa rahisi. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, afu kiangalia mzaa, bado kijana mdogo, ana speed na kashacheza mpira, kashaona faida ya mpira, manake alikwenda mpaka nje na akarudi nyumbani. Kijituma zaidi anaweza kwenda mbele ya hapa. Kwa sababu mpira ni pesa. Unapopata kwenda mbele zaidi na mafanikio ya pesa inakuwa zaidi, na wewe mwenyewe ukijituma zaidi unaweza kwenda zaidi mbele zaidi kuliko hapa alipokuwepo hivi sasa. Kwa hiyo aongeze bidii na ajitume zaidi katika mpira. Mimi nasema Watanzania kidogo lazima tuwa support wachezaji wa nyumbani wakiweza kuonesha viwango, tuwa support kidogo. Wakiwa mzawa atatusaidia mpaka kwenye timu ya taifa, kwa sababu wachezaji wa nje kwenye timu ya taifa hawezi kusaidia, lakini kiwa mchezaji wa ndani wa nyumbani basi atatusaidia kwenye national team. Nao mashabiki wa Simba wamezidi kukoshwa na kiwango cha nyota huyo kijana Morris Abraham ambaye pia amekuwa akiaminiwa na meneja mkuu Dimitri Pantev, na kila anapopewa nafasi anaisaidia timu hiyo kupata matokeo mazuri. Cha kwanza ni kijana wa Kitanzania. Ina maana tunafurahi na tunashukuru na ndoto zake kwenda mbali zaidi. Cha pili, kipaji chake yani hakizungumziki. Ni mtu ambaye kwanza anautaka mpira na ukimwangalia jinsi anavyocheza yani unaona kabisa kuna njia anaitafuta ya kwenda mbali zaidi. Kwa hiyo sisi kama wana Simba na Watanzania kwa ujumla tunaona ni moja kati ya tunu ambazo tumepata za kipaji kile original kabisa. Ni kipaji chenye cha mpira, kwa sababu watu wanasema watu wenye miguu ya kushoto ile left footer ile yuko vizuri yule mtoto. Ni mchezaji ambaye yani ni tegemeo la baadaye kwa Tanzania, especially kwa hichi kipindi ambacho tunaenda kuelekea kuandaa AFCON. Sawa, msimu wa 27 ndio wachezaji mimi nadhani tutakaowaimba ndio watakaoibeba Tanzania katika mabega yao. Ni mchezaji ambaye kwanza anajitambua. Yani hilo moja, Morris Abraham tofauti na wachezaji wote, kwanza anajitambua na anajua anahitaji nini. Na ni mchezaji ambaye hawezi akinai mafanikio. Si umeelewa? Angekuwa mchezaji mwingine kwa sababu ushacheza Ulaya, alafu umerudi Tanzania, angekuwa tayari anaelekea kwenye kupotea. Lakini bado kutokana na umri wake anazidi kujituma ili aweze kurudi Ulaya. Huyu ni mchezaji ambaye anawapresent vijana wote wanaotaka kukulia kwamba katika maisha
wewe ukiweka nia yako lazima utapata. Abrahamu alikuwa kichwani mwake ana ndoto kwamba mimi ipo siku nitakuja kuwa Neymar, mimi ipo siku nitakuja kuwa Cristiano Ronaldo, kwa sababu hawa kina Cristiano Ronaldo walizaliwa, walitambaa, wakasimama, wakaenda katika klabu ndogo, alafu ndio wale pale. Na mimi kama Abraham Morris hivyo vitu nitapitia, na leo anatuonyesha huyu ndio Abraham Morris full package. Akiwa namba 9 atakupa hicho cha namba 9 unazokitaka, akiwa winga atakupa hicho cha winga wanapozitaka. Yule ndio Messi wa Bongo. Yaani sisi kama mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club, yule mchezaji anatuinspire sana, kwa sababu ukiangalia anavyofanya ni mchezaji ambaye kwanza inatakiwa tumpe support kubwa, na hata yeye mwenyewe, kwa sababu ni mchezaji ambaye anaonekana anajitambua. Mimi naamini yule mchezaji atafika mbali kama ataendelea vile, ni kumuombea tu asipate injury. Wakati huu klabu ya Yanga ikitarajiwa kuzindua jezi mpya za kimataifa zitakazoanza kutumika kuanzia hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika, mashabiki na wanachama wake wamejigamba kwamba wapo tayari kwa uzi huo mpya na wanaamini utakuwa wa viwango vya juu. Anza kama kawaida, Yanga Afrika haijawahi kufeli kwenye jezi. Na sisi wengine mimi hapa nipo na Mtwara nipo. Nimejipanga kuchukua jezi kwa ajili ya kuzipeleka kwenye msimu wa korosho. Kwa kama ndugu zangu wana Yanga mnanisikiza wa Mtwara na Lindi kwa ujumla, jiandaeni naleta mzigo. Nafikiri kesho kutwa nimeshajiandaa, niko vizuri. Kwa hiyo naleta mzigo wa jezi. Kwa hiyo kama wana Yanga sisi tumejiandaa vizuri. Sisi wana Yanga siku zote huwa tuko katika mstari wa mbele katika kuzipokea jezi, kwa sababu jezi ni moja ya kupunguza ugumu wa kuendesha timu. Kwa hiyo tunaomba wana Yanga waitikie wito, watu wanunue jezi, watu waisupport Yanga, na siku ya tarehe 23, siku ya tarehe 22 katika uwanja wa Amani saa 10 jioni na kwa siku ya Jumamosi, basi at least 99% ya uwanja watu wote wao wamevaa jezi mpya. Jezi ya Yanga ya mpya itakao kuja safari hii sio ya mchezo. Watu tunakaa kuisubiria hiyo jezi. Nasi tumeweka hela zetu tayari. Tunataka itoke hata leo. Tunatamani sana iwe nzuri zaidi kama Yanga yetu ilivyo nzuri, kwa sababu yani sisi mashabiki wa Yanga hatuna wasiwasi na jezi itakavyotoka. Ni kwamba jezi inatakiwa itoke kuanzia leo au kesho, watu tushajipanga kununua. Naikubali timu yetu na kila mmoja aangalie timu yake, isipokuwa la msingi uongozi wa Dar es Salaam Young Africans na mwenyewe kama niko hapa wanachama wa Young Africans, jezi Young Africans naikubali. Hiyo itakayotoka mimi kwangu safi. Isipokuwa pangilio wa bei utakayotokea waangalie na watu wa chini ambao wanaweza kununua, wasijisha na kiwango kwamba baadhi ya watu wengine nao wakaiga ili jezi ikawa photocopy. Hivyo ndivyo ambavyo tunakamilisha nusu saa ya kwanza ya mshike hii leo, lakini nikukumbusha tuna nusu saa nyingine ya pili ya kukujuza yale ambayo tutakuwa nayo mezani kwenye mshike hii leo. Machache kati ya yale ambayo tutakuwa nayo mezani sehemu ya pili ni pamoja na haya. Matajiri wa jiji Azam FC watamani kufika mbali kombe la shirikisho barani Afrika. Ni mshike bila kuwa nasi usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni mshike. Tuendelee kuangazia tulionayo mezani hii leo. Timu ya JKT Queens imefanya mazoezi ya kujiandaa na mchezo wa pili wa ligi ya mabingwa Afrika kwa upande wa wanawake, ambapo watakuwa na mchezo dhidi ya ASEC Mimosas utakaochezwa kesho katika uwanja wa Suez Canal uliopo katika mji wa Ismailia nchini Misri saa 1 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kuelekea kwenye mchezo huo, afisa habari wa timu hiyo Masau Bwire mapema mchana wa leo amesema pressure kwenye mashindano haikosekani na hivyo wamejiandaa vizuri. Kwenye mashindano yoyote mnapokuwa mnakwenda kushindana, lazima kana kuwepo ka pressure fulani, lakini si ka pressure ka kukukosesha kile unachokihitaji. Tayari wameshaingia uwanjani kwa mara ya kwanza, wameshaona mapungufu yako wapi na wameyafanyia kazi. Kwa hiyo kama kapo ka pressure ni muda mfupi sana, ndani ya dakika zile 2 kuwasoma wapinzani wakoje na hatimaye kufanya kile ambacho tunahitaji kukifanya katika mchezo huu wa kesho. Kwa hiyo mimi niwatoe hofu katika hili. Vijana wetu morali iko juu.
Vijana wetu waliumizwa na matokeo ya mchezo uliopita na walikuwa na uwezo wa kushinda. Wametengeneza nafasi takriban 6, lakini zile nafasi zote wakashindwa kuzitumia. Sasa hilo tatizo ndilo ambalo benchi la ufundi linaloongozwa na mwalimu Kesi Abdalla Juma wamelifanyia kazi kwa kiasi kikubwa kulirekebisha na kuliondoa kabisa. Na wachezaji wenyewe wamekiri kwamba hakika pale tulipokosea, pale tulipopungua katika mchezo uliopita tayari tumeshawekwa vizuri. Kwa hiyo kikubwa kinachokwenda kufanyika sasa hivi ni kupachika magoli kwenye nyavu za mpinzani wetu. Na kiungo mshambuliaji wa kikosi hicho Stumai Abdalla kwa niaba ya wachezaji wenzake ameahidi ushindi kwenye mchezo wa kesho dhidi ya ASEC Mimosa baada ya kutoka suluhu ama sare tasa dhidi ya Gaborone United kwenye mchezo wao wa kwanza. Kikubwa mtarajie kwamba nitapambana, timu itapambana kuhakikisha tunapata ushindi kwa sababu ni mechi muhimu, ni mechi ambayo itatuweka sisi nafasi nzuri mechi ya kesho. Kwa hiyo watarajie matokeo mazuri kwa sababu wachezaji tuko vizuri na tunaamini tutaenda kupambana tuweze kupata ushindi siku ya kesho. Kuna namna yote kucheza bila mashabiki na waathiri ama inawaletea ugumu? Hapana, haituathiri. Yaani haituathiri hata kidogo kwa sababu mechi kama hizi tushacheza sana. Ukiangalia JKT ni wachezaji wengi ambao wamecheza international game. Kwa hiyo tumeshazoea na nafikiri pia inakuwa ni nzuri zaidi kucheza bila mashabiki kama hivi kuliko na mashabiki wengi. Tugeukia wazee wa Pira Kodi, Pira Mapato ama TRA United ambao wao wamewataka mashabiki wao kuvumilia timu yao wakati huu ikiwa bado inaning'inia kwenye nafasi ya 15 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Afisa habari wa kikosi hicho Christina Mogala amedai kuwa timu hiyo itafanya maajabu hivi karibuni na itawastaajabisha wengi. Lakini sisi TRA tumecheza mechi 3. Kwa hiyo tunahukumiwa na idadi ya mechi ambazo tumecheza mpaka hivi sasa. Na ndio maana watu wengi wanaichukulia kama TRA mpaka sasa haijajipata. Lakini huku sisi tupo kwa muda tu. Yaani tupo kwa muda. Kwa maana sasa hivi ligi imesimama. Tunakwenda sasa kupisha kalenda ya FIFA na sisi hapa hatuna mechi mpaka tarehe 22 ya mwezi huu wa 11 dhidi ya Tanzania Prisons ambao tutacheza hapa katika uwanja wetu wa Al Hassan Mwinyi. Kwa hiyo sisi safari ya kuanza kutoka pale chini, ile safari tunaianza tarehe 22. Na mimi nawaambia Watanzania kwamba tukisema TRA United Sports Club ni timu ya Watanzania, ni timu ya walipa kodi. Watanzania wote naomba mnisikilize kwamba sisi ile nafasi ambayo tumekaa pale, ile nafasi sio ya kwetu. Yaani kuna timu ambazo zinapaswa kuwa pale nafasi ya 15, nafasi ya 16, nafasi ya 10. Yaani sisi TRA United Sports Club, timu ya Watanzania, nafasi yetu sisi ni kuanzia nafasi ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka ya 4. Christina Mogala, afisa habari wa wazee wa Pira Kodi, Pira Mapato. Sasa tugeukie kwingine. Baada ya kutoa sare dhidi ya Singida Black Stars, timu ya Pamba Jiji ipo kwenye mapumziko mafupi ya takriban siku 3 kabla ya kurejea tena kwenye uwanja wa mazoezi ili kufanyia kazi mapungufu yaliyoonekana kwenye michezo iliyotangulia. Haya yamezungumzwa na Moses William ambaye ni afisa habari wa kikosi hicho. Leo Jumatatu tumecheza mchezo wetu Jumamosi. Benchi la ufundi chini ya Alphonse Baraza limetoa mapumziko. Limetoa mapumziko kuanzia leo Jumamosi, kwa maana ya wamepumzika jana, leo na kesho. Siku ya Jumatano timu yetu itarejea mazoezini. Itarejea mazoezini kwa ajili ya kujiandaa na michezo ambayo inafuata ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa katikati kuna mapumziko ama kalenda ya FIFA kwa maana international break, lakini kulingana na sehemu tuliopo yale ambayo mwalimu anataka kuyaendelea kuyaongeza kwenye hiki kipindi, kwa hiyo sisi tutaendelea na mazoezi kama kawaida. Kwa hiyo wamepoa wachezaji mapumziko ya hizi siku almost 3. Kwa hiyo Jumatano tutarejea kazini kuhakikisha furaha ya mashabiki wa klabu ya Pamba Jiji tunaendelea kuisuka na inakaa kwenye msingi ambao uko sawa sawa. Tugeukie tajiri wa jiji sasa, Azam FC, ambapo kikosi hicho kinaendelea na maandalizi kabambe kuelekea mechi za hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika, ambapo mchezo wake wa kwanza itacheza dhidi ya Maniema Union ya kule Congo DR Novemba 23 mwaka huu. Mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu hiyo Thabit Zakaria amesema wachezaji wote wapo vizuri isipokuwa Faisal Salum Mafitoto na Yahya Zaid ambao wanasumbuliwa na majeraha. Baada ya kuwa tumetoka kwenye mchezo wetu dhidi ya Namungo wa ligi kuu, tulirudi tarehe 10
tarehe 11 Novemba tumewapa wachezaji mapumziko, tutaanza mazoezi Novemba 12. So hayo mazoezi yatakwenda hadi tutakapokuwa tayari kwa safari kuelekea Kinshasa ambao ni Novemba 19 ndio tutatoka hapa kwenda Kinshasa. Mechi yetu ni Novemba 21 saa 10 kamili jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Itakuwa siku ya Ijumaa. Baada ya hapo Jumamosi tutashinda Kinshasa, tupite kwenye mitaa kidogo kule tufanye kinachowezekana kuonekana. Jumapili tarehe 23 tutarejea. Kwa sababu mchezo wetu unaofuata dhidi ya Wydad utafanyika Zanzibar tarehe 28, nadhani itakuwa Ijumaa pia. So tutakaporejea tukifika hapa tunaunga kwenda Zanzibar kwa sababu hizo mechi ziko back to back. Ni mechi muhimu sana kwenye kutuonesha uelekeo wa timu yetu kwenye hatua hii. Kikosi chetu wachezaji wote kwa asilimia kubwa wako salama. Mchezo uliopita Yahya zaidi ya kucheza alipata majeraha madogo kwenye mazoezi ya mwisho kabla ya kwenda kule. So hakucheza mchezo dhidi ya Namungo, lakini kwenye mchezo huo wa Namungo Faisal Salum naye kidogo alipata majeraha hakumaliza. Benchi la ufundi kupitia timu ya madaktari wanafanya tathmini kujua wana hali gani, lakini Faisal Salum pia ni mchezaji wa timu ya taifa na aliitwa. Kuna masuala yanafanyika na kati ya dawati letu la madaktari na dawati la timu ya taifa kuangalia namna gani mchezaji huyu anaweza kalindwa, labda na afya yake iko vipi. Baada ya hapo taarifa itakuja na sisi tutakuwa tutashare na vyombo vya habari. Lakini so far wachezaji hao ndio tutajua hatima ya leo kwa sababu bado madaktari wako kwenye kazi zao. So muda fulani tutajua hatima yao kama watakuwa kwenye nafasi gani kwenye mazoezi ya kuanzia kesho kuelekea mchezo husika. Lakini wengine zaidi ya hao waliokuwa majeruhi kama Chekna Diakite ashapona na Aishi Manula naye alikuwa anaumwa ameshapona, hata safari ya nani tulikuwa naye ya Ruangwa kule. So kila kitu kinaenda vizuri na kinachobakia ni kujiandaa tu kuelekea mchezo wenyewe. Na tukisalia hapo, kikosi hicho pia kipo kundi B kombe la shirikisho Afrika na timu za Maniema United ya Congo DR, lakini pia Nairobi United ya kule Kenya. Wydad Athletic Club ya Morocco. Sasa Zaka Zakazi amesema kuwa wanatambua ugumu wa wapinzani wao wote, lakini wana malengo ya kufika mbali msimu huu. Tunazungumzia Wydad kwenye kundi letu, kila mtu ndo anawapa wale nafasi kubwa sana. By the way hata CAF waliwasidi wale kama ndio kinara kwenye kundi letu. So tunampa heshima hiyo, ana historia kubwa na nini. Hajakuwa na misimu mizuri hivi karibuni, bila shaka ameanza kurudi kwa kishindo. Wanasema uzee wa Simba sio ujana wa paka. Unafahamu sasa Wydad hata kama anza kawa haipo labda hajakuwa kwenye kiwango bora, inawezekana huko kutokuwa bora kwake yeye kunaweza kusilingana na sisi. Inawezekana mambo ya mpira. Manyema ni timu sio timu kongwe sana kwenye mashindano ya Afrika, lakini at least wana uzoefu kuliko sisi. Walicheza group stage ya Champions League msimu uliopita. Kwa hiyo wana hiyo test kidogo, wanajua mashindano katika ngazi hiyo. Wanapiga hatua moja mbele. Sisi tunakwenda kwa mara ya kwanza, ndio tunakwenda kukanyaga kwa mara ya kwanza. Wenzetu wanakwenda kukanyaga kwa mara ya pili. Kwa hiyo wanapiga hatua nyingine. Kwa hiyo kama kuna makosa waliona msimu uliopita, sajabu wakawa sasa hivi wana sehemu nzuri ya kuyarekebisha. Nairobi United ni timu mpya zaidi kuliko sisi. Haijawahi kushiriki mashindano ya kimataifa katika ngazi yoyote hapo kabla zaidi ya msimu huu. Kwa sababu hata ligi kuu ya Kenya msimu uliopita ndio msimu wake wa kwanza. So ni timu ya hivyo ambayo haina uzoefu. Kwenye karatasi unaweza kusema hii timu haina uzoefu, sio nani, watu wanaiunderrate. Lakini hizi ni timu zinazokuwa. Zinahitaji kupita kwenye njia kama hizi ili baadaye watu waje wazipe heshima. Unafahamu kipindi kama hiki watu wengi huwa timu kama hizi huwa waziheshimu. Mimi huwa napenda kuitolea mfano FC Porto ya mwaka 2004. Ilikuwa kundi moja na Real Madrid, sijui Olympic Marseille na nani. Watu wakaona kama hii timu haiwezi kupenya hapa. By the way, hakuna lipa nafasi kwa mabingwa wa Ulaya. All of a sudden mabingwa. So baada ya kuwa wamechukua ubingwa ndio watu wanasema hawa jamaa walikuwa na kocha, kumbe kocha wao alikuwa genius, Mourinho huyo. Kumbe alikuwa na kocha, kumbe alikuwa na watu kama kina Deco, hawa wachezaji wazuri, lakini hawakuwaona wakati ule. Sasa hao Nairobi sasa hivi watu wanaweza kawasiwajue sana kwa sababu si hawajafanya kitu kikubwa sana huko kabla. Kumbe labda ndio hapo kwenye kipindi cha kutaka kufanya kikubwa. Watakuja kuwapa heshima watu baadaye. Kwa sisi lazima tuchukue tahadhari hiyo kabla hatujashtukizwa na historia.
Naam, ni Thabit Zakaria, maafisa habari wa Azam FC akizungumzia nafasi yao na kundi ambalo wapo. Mdau nizungumze na mchambuzi wa masuala ya soka Philip Mkini, karibu tena kwa mara nyingine. Tumeona kundi la Azam FC hapo na tumemsikia pia meneja wa habari na mawasiliano klabu hiyo Thabit Zakaria. Na hizi ni mechi ambazo watacheza dhidi ya Maniema Union na hii itakuwa ugenini Novemba 23 mwaka huu. Ni baada ya hapo pia watarejea dhidi ya Wydad Athletic Club Novemba 30, tofauti kama ya siku chache, kama wiki moja tu hivi. Maana yake wikendi moja kwenda wikendi nyingine. Lakini pia dhidi ya Nairobi wataenda ugenini, itakuwa ni Januari 25 mwaka 2026. Nafasi ya Azam FC unaiona vipi kwenye hizi mechi watakazoenda kucheza na kundi lilopo? Ukitazama kundi kwa ujumla, Azam wanaweza wakaogopa Wydad Casablanca kidogo. Lakini kwenye timu zingine zote nafikiri ni timu ambazo Azam wanazimudu. Sababu hata ukitazama kwenye timu ambazo zimefuzu kwenye hii hatua, timu ambayo imefuzu kwa idadi kubwa zaidi ya mabao ni Azam. Yaani kila mmoja kwenye hili kundi atakuwa hatamani kukutana na Azam kutokana na kile ambacho alikifanya. Margin ya goli 9-0 nafikiri ni kubwa zaidi. Lakini mlikuwa msikia Zaka akizungumzia hizo timu. Ukizitazama kwa ujumla ni timu ambazo labda inaweza kukupa surprise, kwa sababu hawa Nairobi United walipofuzu hakuna aliyokuwa anatarajia kwamba wanaweza wakafika hapo. Kwa hiyo wana uwezo wa kukupa surprise kama hautaongeza juhudi. Lakini Azam wana kikosi bora, wana kocha bora, nafikiri wana nafasi nzuri zaidi ya kufuzu watu wanaofuata. Sio. Kuna muda na kibia kwa kile tutapata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Ni Philip Mkini, mchambuzi wa masuala ya soka nikizungumza naye. Ni mshike twende break, tutarejea. Sio. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike katika kuendeleza ujenzi wa uwanja wa Majaliwa uliopo wilayani Ruangwa mkoani Lindi. Halmashauri ya wilaya hiyo kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na wataraji kufunga viti vya mashabiki kwenye jukwaa kuu. Meneja wa uwanja huo Simon Mwambe amesema zoezi hilo linatarajiwa kuanza mapema mwezi Desemba mwaka huu. Uwanja huu bado tupo katika maboresho kwa sababu bado haujakamilika. Pichi kwa sasa hivi imeshakamilika na kama unavyoiona iko vizuri. Sasa hivi tuko kwenye maboresho kwa ajili ya watazamaji, ikiwa ni pamoja na kuweka viti na ujenzi wa majukwaa mengine kuzunguka uwanja. Lakini zoezi la kwanza ambalo sasa hivi tunaliandaa hasa kutokana na chanzo chetu cha mapato ambacho ni kutoka zao la korosho. Kwa mapato tukiyapata sasa hivi, tukachofanya cha kwanza ni kufunga viti kwenye jukwaa letu kubwa ambalo linaonekana huko nyuma, ili watazamaji watakapokuwa wamefika hapa waweze kukaa kwenye viti na pia kuwezeka bati kwenye hilo jukwaa ili wawe muda wote wapo katika hali salama. Kwa hiyo kwa hatua inayofuata ni hiyo ambayo ni ya kuweka viti, lakini baada ya hapo kutakuwa hatua nyingine itakayofuata ambayo ni majukwaa kuzunguka uwanja nzima. Na kwa mujibu wa maelezo ya mkurugenzi, amesema tayari taratibu zote za kuwapata wakandarasi wa kujenga majukwaa ya kuzunguka uwanja zimeshakamilika. Kwa hiyo kilichobakia huenda kuanzia Januari watakuja kwa ajili ya kufanya ufungaji wa majukwaa. Hapa vitu tulivyokuwa navyo ni karibu 5,600 ambavyo vitatosha jukwaa kubwa na angalau katika majukwaa mengine ambayo tutategemea kuyajenga. Kwa hiyo hivyo bado tumeshavileta tayari, hapa vipo ndani ya ili jukwaa. Tunategemea kuvianza kuvifunga mapema Desemba. Kwa sababu sisi tunategemea mapato ya korosho. Kwa hiyo mapato ya korosho yanatokana na mnada ukishapigwa, wakilipa wale wanunuzi na ndipo halmashauri inapata fedha. Tukiendelea kuangazia viwanja mbalimbali, sasa tugeukie Tanzanite Kora ambao upo mjini Babati mkoani Manyara, miongoni mwa viwanja vyenye sehemu bora sana ya kuchezea ama pitch. Meneja wa uwanja huo Jackson Mwendwa ameeleza siri ya mafanikio yao kwenye utunzaji wa uwanja huo. Katika kazi yote ambayo unaifanya lazima uwe committed, lakini pia upende kile ambacho unakifanya. Mimi kama meneja wa uwanja naifurahia kazi yangu, alafu napenda ambacho hiki nakifanya kwa sababu ni moja ya majukumu yangu makubwa ambayo nayafanya kila siku. Na nashirikiana vizuri sana na watu wangu ambao wananisaidia hapa kuhakikisha tunaandaa uwanja vizuri, lakini pia mazingira ya uwanja yanakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo vitu ni vingi ambavyo vinafanyika, lakini kikubwa ni mtu kuwa committed. Uwe committed na kile ambacho unakifanya, lakini pia uwe na passion na kile ambacho unakifanya, ni lazima utatoa kitu bora. Uwanja mpaka uwe green, kuna vitu vingi ambavyo vinahitajika.
Kwanza lazima ujue ni wakati upi ambao unatakiwa kumwagilia uwanja, lakini pia uweze kutambua vitu ambavyo vinasababisha uwanja ushake, either kuna fungus ama nyasi zinahitaji mbolea ama nyasi hazihitaji maji mengi kwa wakati huu hapa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima uvifahamu. Ukiangalia sisi kwa mpaka sasa hivi leo hii ni mwezi wa 11 ndo kwanza mvua zinaanza kunyesha. Leo tuna siku ya pili tunapata ile rasharasha ya mvua. Lakini kwa muda wote karibia miezi 4 tulikuwa katika kipindi cha jua. Jua lilikuwa linawaka sana. Lakini ukiangalia uwanja wetu ni green wakati wote. Kwa nini? Kwa sababu tunajua ni namna gani ambavyo tunatakiwa tu maintain hii pitch. Tunamwagilia kwa wakati, lakini pia tunaweka mbolea kwa wakati. Lazima utibu nyasi, aidha upige dawa za fungus hivyo. Kwa hiyo ndio maana tumekuwa tukihakikisha uwanja wetu unakuwa mzuri wakati wote kwa sababu ya maintenance ambazo tunazifanya. Tugeukie pool table. Wachezaji wa mchezo wa pool nchini wamesisitizwa kujisajili na kushiriki katika mchezo huo kwa ajili ya kupata timu itakayoshiriki mashindano ya All African Pool Championship yatakayofanyika Februari 26 Afrika Kusini. Akizungumza na Azam Sports, afisa habari wa chama hicho cha pool nchini TAPA Akida Kilango amewataka wachezaji wa mchezo huo kujisajili kwa wingi ili kukidhi kuingia katika mchezo ama mchujo utakaoanza mwezi Novemba, yani Novemba 17 hapa Dar es Salaam, na kupata timu yenye ushindani. Tumepata nafasi ya kushiriki kwenda katika mashindano ya mchezo wa pool All African Pool Association yatakayofanyika Afrika Kusini mwezi Februari mwaka 2026. Hivyo kwa sasa tupo katika mchakato wa kuweza kuandikisha wachezaji ambao wataingia katika mchujo ili basi tuweze kupata timu ya wachezaji 8 wanaume na 7 wanawake ambao watakwenda Afrika Kusini kuweza kuiwakilisha nchi katika mashindano hayo. Kwa hiyo kwa sasa ambacho kinaendelea ni kuweza kuhakikisha kwamba tunawaomba wachezaji wengi zaidi waweze kujitokeza ili kuingia katika kinyang'anyiro hiki cha kuweza kupata ile best cream ambayo itaenda kuliwakilisha taifa letu katika mashindano haya ya mchezo wa pool table. Hivyo basi ni waombe mashabiki, wapenzi, wadau mchezo wa pool ambao wanaamini kwamba wana uwezo wa kucheza mchezo huu na kuweza kuliwakilisha taifa katika mashindano haya ya kimataifa yatakayofanyika Afrika Kusini mwezi Februari mwakani, basi waweze kujitokeza, waweze kulipia ada shilingi 20,000 ili moja kwa moja waweze kuwa wanachama hai, kwa sababu ili uweze kuchaguliwa katika timu ya taifa ya mchezo wa pool table ni lazima uwe mwanachama hai. Kwa hiyo wafuate taratibu ambazo tumeweza kuziweka kupitia katika page zetu mbalimbali za TAPA. Wataweza kuingia hapo na kuweza kuona ni wapi watakapoweza kufika kuweza kujiandikisha, au kwa kunitafuta mimi binafsi au kupitia katika page zetu, ili basi waweze kujiandikisha na mwisho wa siku wale ambao watakuwa na uwezo mzuri basi waweze kupata nafasi ya kuweza kuingia katika timu ya taifa. Hii ndio nafasi ya kuweza kujitokeza. Zoezi la kujiandikisha ni takriban wiki moja tu, limeanza jana Jumatatu, litaisha Jumapili. Kwa hiyo hakikisha ndani ya kipindi hiki unajitokeza, unajisajili ili uweze kuingia katika kinyang'anyiro cha kuweza kupata wale wachezaji bora watakaowakilisha nchi katika mchezo wa pool table. Msimu wa 7 wa mbio zinazotarajiwa ama zinaandaliwa na taasisi ya The Same Qualities Foundation SQF Marathon zinatarajiwa kufanyika Disemba 21 visiwani Zanzibar, lengo likiwa ni kuchangisha fedha kwa ajili ya matibabu ya watoto wenye mdomo sungura. Wakizungumza na mshike viongozi wa mbio hizo wameeleza namna walivyojipanga msimu huu. Na toka imeanza imekuwa inafanyika mikoa hadi mikoa, na huku bara imeshafanyika katika mikoa mikoa 12 hadi 14 hivi. Na Zanzibar hii ndiyo itakuwa ni mara ya kwanza, na watakuwa na centers 3. Na kama madaktari hao wapo basi nawapongeza sana. Lakini katika upasuaji huu wa marathon katika upasuaji wa watoto hao wenye mdomo sungura kuna gharama zake. Kwa hiyo hao watakao kukimbia hizi kilomita 5, 10 mpaka 21 kuna gharama fulani ambazo wanastahili wachangie. Hivyo basi, ewe baba, ewe mama, ewe dada unayenisikiliza, inaomba uchangie. Unaweza ukakimbia kilomita 5 ukazilipia, kilomita 21 ukazilipia. Alimradi tu hao watoto wanaopatikana na tatizo la namna hiyo wao katika hali ilivyo nzuri sana. Na pia ningelipenda niwaombe
watu wa makampuni na idara mbalimbali. Shukrani sana kwa kutufuatilia matangazo yetu ya Mshike Mshike tangu pale ambapo tulianza awali na hivi sasa tukiwa tunakwenda kukamilisha, lakini kabla sijamaliza nikukumbushe yale tuliyokuwa nayo japo kwa muhtasari. Taifa Stars yajifunga kuiwinda Kuwait mechi ya kimataifa ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. JKT Queens kutupa karata ya pili ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya ASEC Mimosa. Mwisho wa Mshike Mshike hii leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Kennedy Moses. Uwe na usiku mwema.